BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu. Tukiwa tunaangaza miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, kimsingi ni vyema tukaangalia tunatoka wapi, tupo wapi na tunakwenda wapi. Lakini kwa ufupi tu niseme kwamba katika miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, tunashuhudia kuwepo kwa mabadiliko makubwa na mageuzi makubwa ya kimaendeleo katika sekta mbalimbali za huduma za jamii, lakini kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Na niseme tu kwamba ni kazi na utu na tunasonga mbele. Kimsingi tunashuhudia kuimarika kwa miundombinu katika sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya usafirishaji, lakini pia sekta ya huduma ustawi wa jamii, lakini pia tunashuhudia kuwepo kwa utawala bora na wa sheria, lakini kikubwa zaidi ni kuwepo kwa amani na utulivu, ambalo niseme kwamba hii ni hazina kubwa kwa Tanzania. Na ni wajibu wetu kwamba kila mmoja kulinda amani na utulivu uliokuwepo, na wala tusiwape nafasi wale ambao hawaitakii mema nchi yetu. Kwa hivyo lakini jingine ni mashirikiano na umoja wa kitaifa, kwamba Tanzania tunaishi kama ndugu, tuko wamoja, lakini pia tumekuwa na mashirikiano makubwa katika sekta zote, pia na katika ustawi wa jamii. Lakini jingine ambalo tunasema kwamba katika miaka 61 hii ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ni kuwepo kwa mahusiano mema baina ya taasisi za Zanzibar na taasisi zile za Tanzania bara. Kwa upande wetu sisi serikali za mitaa tumekuwa na mahusiano ya muda mrefu na taasisi mbalimbali ambazo zinafanya shughuli zake Tanzania bara. Kwa mfano sisi manispaa mjini tumekuwa na mahusiano na manispaa Kinondoni, lakini pia manispaa Temeke na manispaa Morogoro, lakini na manispaa na halmashauri mbalimbali za Tanzania bara. Kwa hivyo tunaishi kwa umoja na mshikamano, lakini tunaishi kama ndugu, kama wa Tanzania. Kwa hivyo kikubwa zaidi ni kuweza kulinda amani na utulivu, ambao ndio jambo kubwa. Na niseme tu kwamba maendeleo na mafanikio haya ambayo sasa tunajivunia ni kwa sababu ya amani na utulivu uliokuwepo. Niwaombe sana wananchi, tusiwape nafasi hata kidogo wale ambao hana nia njema na nchi, na wapo tayari kuvunja amani kwa wakati wowote. Ndugu wa Tanzania, kama tunavyoelewa kwamba tutakuwa na uchaguzi mkuu Oktoba 25. Napenda kuchukua nafasi hii kuomba sana Watanzania wenzangu kudumisha umoja, amani na utulivu katika kuelekea uchaguzi huo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mwisho kabisa niwatakie kheri na baraka viongozi wetu wa kitaifa. Kwanza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini pia na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Al-Hassan Mwinyi. Kazi na utu, tunasonga mbele. Mungu abariki sana. BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu.